Nina ujumbe mzuri sana kwa asubuhi ya leo katika ibada hii, na Mungu atakubariki. Na Mungu atakubariki. Fungua katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Mstari wa 8. Tutasoma pamoja, utasoma nyuma yangu. Sema, lakini mtapokea nguvu. Bado kuna mtu hajaanza kuongea kwa sauti. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tutarudia tena kwa ushindi. Sema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sema amen. Mkono wako weka kwenye moyo wako, funika macho yako, tumshukuru Mungu kwa neno hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo tunapokwenda kulisikiliza neno lako. Naomba Bwana ulibariki neno lako, na Mungu kambariki kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Bariki kila mmoja, fungua moyo wa kila moja na ufahamu wa kila moja. Libariki neno lako na ukatubariki sote. Roho Mtakatifu ukachukua nafasi ya kusema nasi katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Sema tena amen. Waweza kuketi katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninayekuletea ujumbe huu ni mchungaji Redson Ifande, mhubiri wa Injili ya Viwango. Na andika ujumbe katika maandiko haya ambayo tumeyasoma leo. Ninakuletea ujumbe wa baraka sana unaosema faida za upako wa Roho Mtakatifu. Faida za upako wa Roho Mtakatifu. Faida za upako wa Roho Mtakatifu. Maandiko ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo Yesu Kristo, au ni maneno ambayo Yesu Kristo anayasema kwa kinywa chake. Anaongea na wanafunzi kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa somo hili la Roho Mtakatifu, nisikilize vizuri. Roho Mtakatifu ni somo ambalo uwaweza kufundisha kwa muda mrefu. Huwezi kufundisha kwa siku moja. Lakini Roho Mtakatifu ungeweza kujiuliza, Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Ningeweza kukupa tafsiri hii. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini pia Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu ya tatu, lakini pia Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Na Roho Mtakatifu analiongoza kanisa. Ziko kazi nyingi za Roho Mtakatifu anazozifanya. Amen. Lakini leo nitaongea kipengele kimoja tu kinachosema faida za upako wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anayeleta upako. Roho Mtakatifu ndio anayetupa nguvu. Jamani, haleluya. Ndio maana Yesu anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Amen. Baada ya kuokoka, sikiliza hapa kwa makini. Baada ya kuokoka unapaswa upokee nguvu za Roho Mtakatifu, na sio nguvu za Roho Mtakatifu peke yake. Upokee nguvu au upokee upako wa Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Utakao kuwezesha kufanya mambo ambayo akili zako, ufahamu wako, nguvu zako za kawaida usingeweza kufanya. Lakini ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu waweza kufanya mambo makubwa.
Ukiwa na upako wa Roho Mtakatifu waweza kuwa mtu wa tofauti. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa sema amen. Hebu sema upako wa Roho Mtakatifu. Hebu sema upako wa Roho Mtakatifu. Sasa sikiliza, siku hizi ndio maana mimi huwa nasema nahubiri injili ya viwango, injili safi isiyochakachuliwa. Siku hizi kumekuwa na aina nyingi za upako, na nataka niseme upako wa kweli unatoka kwa Roho Mtakatifu peke yake. Pigia Yesu makofi. Upako unatoka kwa Roho Mtakatifu peke yake. Jamani, amina. Sio kila kitu ni upako. Siku za leo kumekuwa na tafsiri tofauti kabisa, tafsiri potofu. Leo utasikia kuna maji ya upako, si ndio? Leo utasikia kuna nini? Kuna maji. Mbona huongei? Kuna maji. Sijasikia watu wakisema kuna maji. Leo utasikia mtu anasema kuna maji ya upako. Kuna mafuta. Kuna mafuta. Unasikia kuna keki. Jamani, unasikia kuna nini? Kuna keki ya nini? Ya upako. Unasikia kuna juice ya nini? Ya upako. Unasikia kuna supu. Supu. Kuna supu ya nini? Ya upako. Unasikia kuna mpaka maiki ya nini? Ya upako. Mpaka kuna speaker ya upako. Mpaka kuna gari la upako. Ayayayaya. Kuna pilau ya upako. Utasikia vitu vingi vya ajabu. Mungu atusaidie sana. Na wakafika mahali wakasema haiwezekani kufukuza pepo, lazima utumie maji ya upako. Pepo halitoki, ugonjwa hautoki, lazima tutumie mafuta ya upako. Mimi niko hapa asubuhi ya leo, nataka nikuambie hakuna upako kwingine kokote. Upako wa kweli unatoka kwa Roho Mtakatifu. Ukubali ukatae, upako ni wa Roho Mtakatifu, na pepo linatoka kwa jina la Yesu, na watu wanafunguliwa kwa jina la Yesu peke yake. Kama sawa, fanya mkono wako namna hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Upako wa Roho Mtakatifu. Sasa nataka nikuonyeshe faida za upako wa Roho Mtakatifu. Namba moja, Roho Mtakatifu, ule upako ukiwa nao unakuongoza katika kufanya kazi ya injili. Kazi ya injili. Kazi ya injili. Tunasema miaka 13 ya moto wa uamsho. Jamani, haleluya. Na katika siku hizi za uamsho, kila mshirika wa TAG ni mwinjilisti. Narudia tena. Kila mshirika wa TAG ni nani? Ni mwinjilisti. Geukia mwenzako mwambie wewe ni mwinjilisti. Mwambie tena wewe ni mwinjilisti. Sasa nisikilize, ni mwinjilisti kwa namna gani? Kuna mwinjilisti namba moja anayesimama jukwani na kuhubiri. Kuna mwinjilisti wewe unaweza usisimame jukwani ukahubiri. Kuna mwinjilisti ambaye yeye anapiga maombi, anaomba kwa ajili ya wahubiri, kwa ajili ya injili songe mbele. Jamani, haleluya. Huyo naye ni mwinjilisti. Kuna mwinjilisti anatoa sadaka, anawezesha injili songe mbele. Huyo nayo ni mwinjilisti. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwinjilisti anakwenda kwa jirani yake, anakaa mtu na mtu, anaongea mtu na mtu, anaongea injili, anasema injili. Huyo naye ni mwinjilisti. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwinjilisti wa nyumba kwa nyumba, anasema ngoja leo nikatembelee ndugu yangu, jirani yangu. Huyo anafanya uinjilisti. Jamani, amina. Kuna mwinjilisti wa kule kazini, ofisini kwako unamwambia mtu habari za Yesu. Hata kama huna maneno mengi, unamkaribisha kanisani. Twende kanisani kwetu. Wewe unafanya uinjilisti. Jamani, haleluya. Weka mkono wako namna hii. Sema mimi ni mwinjilisti. Weka mkono wako namna hii. Sema mimi ni mwinjilisti. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ni mwinjilisti. Na nilisema hivi, huyu mzee namfahamu, mchungaji wetu hapa kiongozi. Huyu ni mzee mwenye roho ya injili siku zote. Jamani, haleluya.
anaweza asisimame jukwani, lakini utashangaa anakwenda kwenye redio anahubiri, utashangaa analeta wainjilisti, utashangaa anachochea injili, yaani ana roho ya uinjilisti. Jamani, amina. Wewe ni mwinjilisti. Sasa kama wewe ni mwinjilisti, lazima sasa ufike mahali uwe na nguvu za Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu akuongoze katika kuhubiri injili. Niitikie amen. Tutasoma maandiko, Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16. Naomba tusome hapo. Matendo ya Mitume 16. Nitaanza kusoma ule mstari wa 6. Biblia inasema Matendo ya Mitume 16 ule mstari wa 6. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Wakapita Misia, wakateremkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama kimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Basi tulipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Mtume Paulo katika safari zake za misheni, anasema najaribu kwenda mahali fulani, Roho wa Bwana Yesu hakunipa ruhusa. Roho wa Bwana Yesu akatuzuia. Lakini baadaye katika maono usiku, katika maombi usiku, akaona maono kwamba kuna mtu Makedonia anatoa taarifa, anasema njoo Makedonia utusaidie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niitikie amen. Mungu akupe upako wa Roho Mtakatifu, na upako wa Roho Mtakatifu ukuongoze ni namna gani nzuri unaweza ukafanya kama mtu aliyeokoka ukapeleka injili. Sema amen. Roho Mtakatifu akuongoze. Inua mkono wako juu namna hii, sema Bwana Yesu, naomba uniongoze katika kazi ya injili. Niko tayari, uniongoze katika kazi ya injili katika jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Namba mbili, Roho Mtakatifu anatusaidia kupambana vita katika vita ya injili. Injili ina vita vyake. Kuna vita katika injili, na naomba nisome maandiko tena katika vita vya injili. Matendo ya Mitume 13 ule mstari wa 6. Sikiza hapo. Matendo ya Mitume sura ya 13 ule mstari wa 6. Angalia maneno haya. Biblia inasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli, sikiliza hapo, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, wachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nao utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kutafuta mtu wa kumsaidia, wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akastaajabia mafundisho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Niitikie amen. Unajua vita ya injili sio ya kitoto, ni vita kabisa. Jamani, amina. Mwambie mwenzako, usifikiri vita ya injili ni ya kitoto. Ni vita kweli kweli, ni vita kabisa. Yaani kumtoa mtu kwa mashetani ni pambano. Jamani, amina.
Na ndio maana juzi nikasema hivi, unajua nikasema hivi, kama kuna mchawi anatumwa kuja kuloga mkutano au kuloga ibada na kuharibu ibada yoyote, akifika kwa watu waliojaa nguvu za Roho Mtakatifu, aisee, huyu ni halali yetu, lazima tumpindue kichwa chini miguu juu. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Na kama umetumwa, nataka nikwambie, kaa chonjo, maana yake tutakulipua. Nasema tutakulipua. Nasema tena tutakulipua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi mhubiri huwa najua, askofu tunawalipuaga, wanakujaga makanisani, wanakujaga hapa. Na inawezekana hapa leo mtu yupo hapa katumwa. Nataka nikwambie tutakulipua, wala sio muda mrefu. Yaani tutakulipua sio muda mrefu. Jamani, haleluya. Mwangalie mwenzako, mwambie uko sawa. Tazama mtu wa kulia na kushoto, mwambie uko sawa. Muulize uko sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Paulo na Barnaba wakati wanahubiri injili, wakafika Pafo katika ule mji. Yule mkuu wa mkoa, ndio tafsiri yake, yule mkuu wa mkoa akawaita Paulo na Barnaba, akamwambia, naomba mniambie habari za injili. Nimesikia mnahubiri injili iliyo hai. Ni Myahudi, ni nabii wa uongo, alafu ni mchawi. Sikiliza vizuri. Maana yake ukisikia ni Myahudi, maana yake anayajua maneno, Torati ya Musa, ni mtu wa dini. Kama leo tungeweza kusema ana dini yake. Ana dini yake. Ni Myahudi huyu, amezaliwa kwenye dini, sheria zote katika dini amezishika. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, ni nabii wa uongo. Maana yake alipoisoma Biblia akaanza kuipindisha, anafanya miujiza kwa uongo, nabii wa uongo. Alafu ni mchawi. Sikize, sio kila anayefanya miujiza, unaposikia mtu anajiita mimi mtume na nabii, sio kila anayefanya miujiza ni miujiza kweli. Kuna miujiza mingine ni feki. Sio yote feki, lakini kuna miujiza mingine haifai. Kama unanielewa, tikisa mkono wako namna hii. Huyu jamaa ni mtu wa dini, alafu ni nabii wa uongo, alafu ni mchawi. Sasa akaanza kuleta maneno kwamba hakuna haja ya kusikiliza habari za Paulo, habari za ulokole, achana nazo. Biblia inasema, jamani, haleluya, Biblia inasema Paulo akiwa na upako wa Roho Mtakatifu. Ndio maana napenda upako wa Roho Mtakatifu. Sema amen. Mwambie mwenzako, napenda upako wa Roho Mtakatifu. Ambia mtu, napenda upako wa Roho Mtakatifu. Na kama una Roho Mtakatifu, ndugu yangu, utaona dunia ngumu. Tafuta upako wa Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa mlokole una upako wa Roho Mtakatifu. Tafuta upako wa Roho Mtakatifu. Achana na upako wa maji, achana na upako wa mafuta, achana na upako wa chumvi. Upako wa Roho Mtakatifu peke yake. Jamani, haleluya. Tafuta huo. Akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akamwambia, wewe mchawi, unasumbua siku zote. Kuanzia leo utakuwa kipofu kwa muda. Jamaa alikuwa kipofu au hakuwa kipofu? Akawa kipofu saa ile. Akaanza kutafuta watu wa kumuongoza. Mchawi kawa kipofu. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie mwenzako, huu ni muujiza wa aina yake. Ambia mtu, huu ni muujiza wa aina yake. Aliyekuwa anaona akawa kipofu. Sio kipofu kuona, anayeona kuwa kipofu. Muujiza wa peke yake huo. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Niitikie amen. Niitikie amen. Nataka nikwambie, wachawi wapo. Hata hapa Babati wapo, hata hapa Manyara wapo. Ushindi wako, wewe jaa nguvu za Roho Mtakatifu. Atakapokuja kwako usiku, anapigwa upofu. Akija kwenye duka yako, anapigwa upofu. Akija kwenye biashara yako, anapigwa upofu. Akija kwenye familia yako, anapigwa upofu. Hata kuona. Roho Mtakatifu akufiche katika jina la Yesu. Sema amen. Jamani, haleluya. Wanaotaka Roho Mtakatifu, fanya namna hii. Upako wa Roho Mtakatifu. Sema amen. Ngoja nikwambie faida nyingine. Roho Mtakatifu namba tatu. Roho Mtakatifu anatupa nguvu zaidi ya nguvu za kawaida. Yaani nguvu anayekupatia Roho Mtakatifu
anakupa nguvu ambazo si za kawaida. Jamani, amina. Waweza kufanya mambo ambayo akili inashindwa kutafsiri. Amen. Waweza kuwa mtu ambaye watu watakushangaa. Hallelujah. Hallelujah. Hebu tumwangalie jamaa mmoja anaitwa Samson. Hebu sema Samson. Samson, huyu jamaa Biblia inasema alikuwa mnadhiri wa Mungu, na Roho Mtakatifu alikuwa anashuka juu yake. Maanake akijiliwa na upako wakati huo wa Agano la Kale, Roho Mtakatifu alikuwa hakai ndani, alikuwa anakuja kwa kazi maalum, anamvuvia mtu, anafanya kazi maalum, alafu Roho anaondoka. Lakini sasa hivi watu wa Agano Jipya, Roho Mtakatifu anakaa ndani. Jamani, haleluya. Siku zote yuko ndani yako. Umelala, Roho Mtakatifu yupo. Uko kwenye biashara, yupo. Uko kwenye kazi, yupo. Sema amen. Roho Mtakatifu anakaa ndani. Sasa Samsoni alipojiliwa na Roho Mtakatifu, akafanya mambo ya ajabu. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Tusome maandiko haya. Waamuzi sura ya 14. Waamuzi sura ya 14. Niende haraka kidogo, nataka nimalize kwa muda mzuri. Waamuzi 14. Hallelujah. Waamuzi sura ya 14. Naomba nikuonyeshe. Ukisoma kuanzia mstari ule wa 5. Mstari wa 5. Biblia inasema ndipo Samson na baba yake na mama yake wakateremkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akaunguruma, akamngurumia. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Sikiliza. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niitikie amen. Wakati anapita na baba yake na mama yake, ghafla katika yale mashamba akatokea simba. Alipotokea simba, Samsoni, Biblia inasema ya kwamba akajiliwa na Roho ya Mungu kwa nguvu. Jamani, amina. Maana yake upako ukashuka. Wakati unakutana na majaribu mazito, wakati shetani ananguruma kama simba, wakati mambo yamekuwa magumu, ukiwa na upako wa Roho Mtakatifu ndani yako, jamani, haleluya. Biblia inasema ya kwamba Samsoni akampasua yule simba kama anapasua mwanambuzi. Sifanya namna hii kama unanielewa. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Sema amen. Yaani maana yake we tafuta upako, wale maadui unakutana nao watakuwa si chochote, si lolote katika jina la Yesu. Sema amen. Unajua, nikusogeze tena mbele kidogo. Mstari ule wa 15. Sura ya 15. Sura ya 15. Nikusogeze tena mbele kidogo. Sura ya 15. Hallelujah. Sura ya 15 nikuonyeshe tena hapo habari za Samson. Sura ya 15, hebu tuangalie ule mstari wa 14. Biblia inasemaje? Hallelujah. Biblia inasema alipofika Lehi, 15:14. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu yake, juu ya mikono yake, zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mkononi mwake. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautoa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Mwanaume mmoja anapiga maadui wanaume 1000. Hivi unaonaje? Jamani, amina. Upako unafanya kazi. Upako unafanya kazi. Sema amen. Watu 1000. Watu 1000 jamaa kawapiga kwa mfupa tu, kawapiga wote wakalala flat. Unajua hata hapa hatujafika 1000. Kwani kuna watu 1000 hapa tuliokaa hapa sasa hivi? Tunafika 1000? 1000 tunafika?
Jamaa akapiga watu 1000. Hebu fikiri, watu 1000. Jamani, amina. Unahesabu watu mpaka 100, 500, 600, 700, 1000. Kapiga wote 1000, kaweka chali. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie mwenzako usicheze na mtu mwenye upako. Mwambie tena usicheze na mtu mwenye upako. Upako wa Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Na kuombea asubuhi ya leo katika jina la Yesu, na wewe upokee upako wa Roho Mtakatifu. Hautakuwa wa kawaida kama ni mwanamke, hautakuwa wa kawaida kama ni kijana, hautakuwa wa kawaida. Upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yako katika jina la Yesu. Sema amen. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye upako sio wa kawaida. Jamani, haleluya. Geukia mtu mwangalie, mwambie mimi si wa kawaida. Mwambie acha dharau, mimi si wa kawaida. Mwambie mimi si wa kawaida, acha kunidharau. Jamani, haleluya. Na mimi huwa ninatangaza aliyeokoka si wa kawaida. Usije ukamdharau, maana aliyeokoka si wa kawaida. Aliye na Yesu si wa kawaida. Huyo ni hatari. Jamani, amina. Jamani, amina. Wewe ni hatari katika jina la Yesu. Mwenye Yesu ni hatari katika jina la Yesu. Mtu asikudharau. Nasema tena, mtu asikudharau. Biblia inasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anasema vita sio yenu, bali vita ni ya Bwana. Daudi anatafutwa. Sauli ni kiongozi wa taifa, ni mtu mkubwa. Huyu anamtafuta mtu mdogo kabisa, anaitwa Daudi. Daudi alipokoswa akakimbia akaenda kwa Samueli. Samueli ni nabii. Samueli amejaa Roho Mtakatifu. Sauli alipouliza yuko wapi, akaambiwa ameenda huko Rama, kule nayo wako na Samueli. Akatuma kikosi cha kwanza, nenda mnikamatie Daudi, mletee hapa. Akamwambia mzee, usiwe na dakika 0 tunakuletea hapo. Wakaondoka. Walipofika kule wakakamatwa na Roho Mtakatifu, wakaganda. Sauli akashangaa, wameenda wapi? Akaambiwa wamebaki kule. Akatuma kikosi cha pili, nao wakabaki kule. Akatuma kikosi cha tatu, kikakamatwa. Akasema sasa nakwenda mwenyewe, akaondoka. Wale wengine, nisikizeni hapa vizuri, wale wengine, kikosi cha kwanza na cha pili na cha tatu, walikuwa wanafika kabisa, alafu ndio wanakamatwa. Yeye mwenyewe Mungu, ili amuonyeshe kwamba Mungu ni Mungu, akadakwa akiwa mbali. Yani alikuwa na hasira ya kumkamata Daudi, lakini alipokaribia akakamatwa, akageuza, hasira zikaondoka, akaanza kusema kweli Yesu ni Bwana, kweli Yesu anaokoa, akabadilika. Nataka nikwambie, kama kuna mtu anatumwa kuja kuvuruga maisha yako, nataka nikwambie atakamatwa na Roho Mtakatifu. Wewe mwachie Roho Mtakatifu apigane upande wako, apigane upande wako. Sema amen. Akakamatwa na Roho Mtakatifu.